Ninapomtazama akasema, nakwambia ukifika Jumamosi na hizo nywele na hayo mapamba ambayo umejinunulia na kufuta duniani. Ghafla wale watu walizima mpaka. Niliganda pale pale barabarani. Naangalia labda ni maajabu gani, naangalia huko hakuna mtu. Yaani siku ile Mungu alizuia, ni barabarani hakupita mtoto wala mtu, ila ni sisi watu watatu barabarani. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, uliyeumba mbingu na nchi, ninakushukuru, ninasema asante kwa siku ya leo na tarehe ya leo ambayo Mungu umeifanya jinsi upendavyo wewe. Lakini pia umenipa neema na kibali kusimama mbele za watoto wako Mungu, ili nipate kusema kile ambacho umeniambia na kushuhudia kile Mungu ambacho umenionyesha. Ni kwa ajili yako na neema yako tu Bwana. Nami niko mbele zako, naomba uwe pamoja nami. Lakini pia kuna watoto wako ambao wanaenda kusikia. Naomba Mungu wape utulivu, maana kupitia ushuhuda huu kuna mtu anaenda kuvuka. Ninaamini kabisa kwa sababu ni Mungu umeandaa, utakwenda kuwavusha watu wako. Nami ninajikabidhi mikononi mwako na watu wako pia, nikiomba na kushukuru. Amina. Jina langu ninaitwa Mariamu Charles Simkoke, ambaye nimeokoka, ninampenda Yesu. Sasa nasema na wale wana wa Mungu, watoto wa Mungu, kwa sababu hao wanapita katika changamoto nyingi sana. Changamoto za kukataliwa na wazazi, changamoto za kukataliwa na waume zao. Mimi nimepitia hizo, hata changamoto za kukataliwa na wachungaji nimepitia huko, lakini nimeendelea kumwona Mungu sana. Na Yesu asifiwe sana. Nimeendelea kumwona Mungu kama ambavyo nimekwisha kusema kwamba Mungu yupo. Na wakati nilipokuwa napitia hizo changamoto, nilikuwa na wazo gumu sana ambalo sikujua kwamba nitavukeje, kwa sababu nilihisi kama Mungu hayupo. Lakini nimeendelea kumwona Mungu akijifunua siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ni mtoto mdogo ila najielewa, nilikuwa nampenda sana Mungu. Wakati nina miaka 7, 8 hapo 9, 10 najielewa, nilikuwa nampenda Mungu sana. Yaani nilikuwa nampenda Mungu. Lakini pamoja na kwamba nilikuwa na hali hiyo ya kumpenda Mungu, wazazi wangu walikuwa na kitu ambacho hawakunipenda. Japo nilikuwa ni mtoto mdogo, walikuwa na maneno ya kunikatisha tamaa sana, ambayo hiyo liliendelea kunidhoofisha katika maisha yangu ya utoto ambao ninaendelea kukua. Cha kwanza kabisa, nilikuwa natamkiwa na wazazi wangu kwamba tumezaa watoto 11, lakini huyu mtoto ni mbaya sana. Katika hilo liliniletea uzito sana moyoni mwangu, nikawa najiuliza, mimi ni mbaya wa namna gani? Kama wazazi wangu wanazungumza kwamba mimi ni mbaya, sasa wewe Mungu kwa nini umenileta duniani? Japo nilikuwa sitamani kubishana nao, na wakaanza kuniita majina mengine mabaya kabisa, ambayo nilikuwa najiumiza sana nafsi yangu. Lakini nikasema okay, nilishazaliwa, lazima nipambane na hili. Mungu wewe unajua. Kwa hiyo ikiwa tuko katika familia, nikawa ninajitenga kidogo kwa sababu ya ile tu kukosa amani ya wazazi, ile kuniambia ubaya. Baadaye nilipokuwa najiuliza sasa mimi ni mbaya kwa namna gani, lakini baadaye wakaja wakatamka kwamba yani ni mbaya wa sura. Haleluya. Sasa hilo ndio nataka nikwambie kwamba sikuelewa kwa nini wanatamka hivyo. Na mimi nikajihisi kwamba katika familia yetu, kwa kuwa wazazi wamesema, basi ni mbaya kabisa. Niliendelea kuishi maisha ya unyonge sana. Ndio maana nilisoma darasa la kwanza na la pili sikumaliza, kwa sababu tu ya yaani miaka hiyo yote miwili nikawa ni mtu nikikanyaga tu shuleni naumwa vibaya. Kwa hiyo walimu wakakata tamaa kwamba basi
nilipokuwa nimeacha shule, ni miaka 13 inaenda miaka 14 hiyo. Baada ya hapo nikaendelea kutafuta neema, sasa nipateje neema nirudi kwenye wokovu. Baada ya hapo mwaka mmoja na miezi 4 niliamua kwenda kuokoka kwenye kanisa. Waliponiongoza sala ya toba, kwa kweli mume wangu alikuwa mkali sana, kuanza kunikataza kwamba nisiende kanisani, na nikawa napigwa, mara nazuiliwa hata chakula nisile, kwamba kwa nini naenda kanisani. Na kwa sababu yeye alikuwa anasali mitume, akawa ananilazimisha niende mitume. Na nilibahatika siku moja kwamba ngoja niende niwatembelee, niangalie wanasali vipi. Lakini nilipofika kule sikupendezewa jinsi wanavyosali. Kwanza nikawa naona ndani tu anakoroga pombe, anakunywa, alafu kule anacheo tu kizuri, yani kama tuseme mchungaji mzee wa kanisa. Lakini anapoondoka kunywa mapombe. Sasa ile mimi sikupenda kabisa kuona kwamba hivi kumwabudu Mungu ndivyo kulivyo. Kwa hiyo mimi nilikataa kwamba nisiendelee kuabudu kwenye kanisa lake ambalo anaendelea kusali. Baada ya hapo nililazimika kwamba mimi niendelee kusali kanisa la wokovu. Niliendelea kupigwa na kuomba msaada kwa wachungaji kwamba waniombee ili nipate kusimama katika wokovu. Baada ya hapo niliendelea kumwomba Mungu sana wakati nimeokoka. Na kabla sijamaliza miezi 2, Roho Mtakatifu akawa ameshuka ndani yangu. Alipokuwa ameshuka ndani yangu, ambacho sasa nataka nielezee kwa wana wa Mungu, kwa wale ambao wanaisikia. Ninasema na watoto wa Mungu. Nilipokuwa nimejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Mungu alikuwa anapita wakati wa ibada, tuko ibadani. Na kanisani tulikuwa watu wengi sana wa mama, na kanisa langu ambalo nilikuwa nimeanzisha ndio hilo ambalo nilikuwa nimeanza kuabudu. Wao walikuwa ni kawaida kujichubua. Na baada ya hapo sasa nilipoanza kuokoka, sikumaliza miezi 2 mitatu, Roho Mtakatifu akawa ameshajaa ndani. Yani ghafla nguvu za Mungu zikawa zimenishukia. Nikajihisi kabisa ni mtu mwingine tofauti na yule ambaye nilikuwa ninaishi nje. Na baada ya hapo ndicho hichi kitu ambacho ninakielezea kwamba nilipokuwa ninaenda ibadani, nikawa nasikia sauti kabisa, yani sauti kubwa, kwamba wewe sitaki uwe kama hao. Sasa nilikuwa na hofu sana kwa sababu ya ule uchanga, na nisijawahi kutana na sauti ya Mungu. Nakimbilia kwa mchungaji, baba, nimesikia sauti inasema mimi nisiwe kama hao wanaojipamba, nisiwe na kama hao. Lakini mchungaji akawa ananiambia kwamba huyo ni shetani, kemea. Ni kweli nikawa narudi kukemea, naomba sana, nakemea kwa jina la Yesu, toka shetani, niachie kabisa. Yaani umekuja kunionea mimi tu, watu wengi hapo nanifuata mimi, alafu mimi ndio nimeokoka. Lakini bado ile sauti haikuacha kusema kila siku ya ibada ninapoingia. Baada ya hapo Mungu ni kweli ana roho ya uvumilivu. Nikawa sasa kwamba sijapata mtu wa kunisapoti kwamba nijue ni Mungu anasema. Na mimi nikaanza kushika lile kwamba basi ni shetani anasema. Lakini Mungu alinifuatilia sana. Hata nikiwa nyumbani Mungu anasema sitaki uwe kama wao. Sitaki ujichubue. Nilikuwa napenda sana mimi kujichubua. Nilikuwa napenda sana kusuka rasta nywele. Nilikuwa napenda sana kuvaa suruali na kujichomekea. Yaani katika hilo hata mume wangu alikuwa anachukia sana, lakini nilikuwa mbishi, nasema wewe niache. Hivyo vitu nilikuwa ninavipenda sana. Lakini nilipokuwa hiyo nguvu imekuja ya kuanza kunikataa, sasa sikuelewa kwamba nisimamie upande upi. Maana nikawa na ile roho ya unyenyekevu kumsikiliza sana mchungaji anasema nini. Na hii sauti ambayo inasema na mimi ni ngeni, hajawahi sema na mimi tangu kuzaliwa kwangu. Kwa hiyo nikapata shida sana. Niliendelea maisha hayo. Nilianza kupaka kile nikichubu. Nilipokuwa napaka yale mafuta, nikashangaa siku moja nimelala, akatokeza mtu akasema haya mafuta nimekuambia usipakae.
kuanzia leo. Akachukua mwili wangu mmoja akauweka kama pale na mwingine akauweka hapa. Akasema kama utaendelea kupaka haya mafuta utakuwa na mwili kama ule. Akanionyesha mafuta, akasema haya mafuta ndio uendelee kupaka. Lakini kwa sababu ile nayo ni nguvu ya uasi ndani, ilianza kushindana kwamba hapana. Tena ametokea tena ananikataza mafuta. Ndio yule shetani hataki nipendeze. Niliendelea kupaka yale mafuta. Lakini baada ya miezi kama 2-3 niliingia kwenye kipigo kile ambacho niliona yule mtu ananionyesha ule mwili kwamba utakuwa kama mwili huu hapa. Ule mwili ulikuwa unamuona wa namna gani? Ule mwili, yani ngoja niseme tu ili uweze kuelewa. Niseme kuna ugonjwa wa ukimwi ulipokuwa unaingia wakati hakuna dawa. Watu walikuwa wanatisha sana, wanakunjamana. Yani huwezi kumsalimia hata kwa mkono wako. Yani anakuwa analeta kinyaa hivi. Kwa hiyo ule mwili ndivyo ulivyokuja ukaja kwangu. Na nilikuwa siwezi nikavaa shati la mikono mifupi kama hili. Ilibidi nianze kuvaa masweta. Usoni ndio watu wakiniona wakawa wengine wanakimbia kwamba na magonjwa ya namna gani. Lakini mimi nilikuwa nimejua kwamba mbona mtu alinitokea akasema acha haya mafuta sitaki. Kwa maana hiyo sasa unataka kutuambia kwamba wakati unaoneshwa ule mwili ndivyo ulivyokuwa ukiuona kwenye maono? Niliuona kwenye maono na baadaye ukaja live kabisa kwenye mwili, kwa sababu sikutii ile sauti ya yule mtu aliyeniambia kwamba sitaki upakae haya mafuta. Akasema kama unaendelea utakuwa na mwili kama huu. Na kweli ile sikutii kwa sababu ya ile roho ya ushindani na pia ile kumsikiliza mchungaji kwamba ni shetani. Nikawa na roho ile ya kukemea kwamba wewe ni shetani unayesema na mimi hupendi nipendeze. Na nikawa nawaza sana nikikumbuka kwamba wazazi wangu walisema ni mbaya, basi nijitahidi angalau kuoga, nijitahidi angalau kujichubua. Kwa hiyo nikawa na ile roho haijafa ndani. Kwa hiyo yule mchungaji aliponiambia kwamba ni shetani nikahisi kwamba huyu ni shetani kabisa. Lakini baada ya kupata mwili huo wa mateso niliingia kwenye shida ya ajabu. Yaani mwili ulikuwa unabadilika. Mtu hawezi kunitazama hivi, ananikimbia. Hata mimi siwezi kukaa kwa watu 2-3. Lazima watanihoji na shindwa la kusema. Baada ya hapo nilipata hilo pigo karibuni ya mwaka. Nikawa sina neema ya kugundua kwamba niende kutubu kwa Mungu. Na nilipewa dawa zote, ilishindikana mpaka wakanipeleka kwa waganga wa kienyeji, nako ilishindikana. Na kwenye ndoa yako sasa uliishije ukiwa katika hali ya mwili? Nilikuwa ninaishi kwa sababu sasa naye mume wangu na yeye anashangaa kwamba ni nini, kwa sababu hivi vitu yeye hakuambiwa. Ila anasema ni ugonjwa gani. Ndio maana anasema nililetewa mpaka betuli zile za kwenye magari zinauma sana kwamba labda ukipaka hizi unaweza ukawa sawa. Lakini niligundua kwamba inawezekana ni Mungu amenipiga. Wakati sasa nimepata shida ya ajabu na nilikuwa yanauma, yani mwili mzima mpaka kwenye miguu. Baada ya hapo nilikumbuka nikasema inawezekana ni Mungu amenipiga. Mbona alinionyesha mili miwili kwamba nikikataa nitakuwa kama hivi, na ni kweli sikufanya kile ambacho Mungu aliniambia nifanye. Baada ya hapo niliingia kwenye toba masaa 12 tu. Kuanzia asubuhi mpaka jioni ninasema Mungu nisamehe. Ni kweli sikusikia jinsi ulivyonikataza mafuta. Niliomba toba. Kweli niliomba toba mbele zangu. Na ninashukuru Mungu baada ya kumaliza yale maombi ya toba na kuweka agano kwamba Mungu sitarudia tena kwa ajili ya mafuta. Nilishangaa mwili wangu kaanza kujirudi. Mwili ulianza kujirudi mpaka leo hivi unavyoniona mwili ukawa umejirudi. Lakini baada ya hapo nikawa nimepona mazingira ya mafuta. Nikabaki na mazingira ya nywele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikabaki na mazingira ya nywele sasa. Ikawa ni vita ndani. Mafuta yale ya kukirikiti nywele. Mimi kwa kuwa nakisikia hicho kitu na kipigo nimepitia, sasa nikaanza kukataa. Kwa maana ya kuweka dawa nywele. Zile dawa kichwani. Wanasema ukirikiti nywele. Lakini ikatokea tu mume wangu na yeye,
Yaani mimi ile roho ikatoka, lakini kamwingia mume wangu akawa ananunua zile dawa na nilazimisha kunipaka. Kwamba mimi ndiye niliyekuleta hapa, lazima upendeze. Kwa hiyo akawa ananilazimisha kunipaka vile vitu. Lakini mimi nikawa nakataa kabisa. Nasema hivi vitu mimi sasa hivi sivitaki. Baadaye akawa ananilazimisha. Na ubaya zaidi, nataka kukuambia mtazamaji kwamba ile ni roho kamili inatembea. Imewashika wachungaji, maaskofu, manabii, hata waimbaji. Na kwa bahati mbaya nilipokuwa naenda hata kanisani, ikawa inatokea tu wanaweza kaja mwalimu, hasa wanawake. Cha kwanza kabisa nikijitahidi kwamba sasa nataka niwe kama Mungu anavyotaka. Lakini shetani na yeye anawatumia hao watu. Nimesema ni roho, nilikuja kujua baadaye kwamba ni roho. Utakuta wakifika na tamani sana mimi nimsikie Mungu, utakuta wananisimamisha kwamba pita mbele, napita mbele, nasema labda kuna Mungu amesema na mtumishi. Nakuta ananiuliza swali gumu, anasema wewe ni mwanaume ni mwanamke? Sasa mimi nasema na maana haja niona nimevaa nguo za usichana hapa. Nasema mimi ni mwanamke. Anasema unaishije hivyo? Kwa nini upo kama mwanaume kichwani? Mpaka nikawa naambiwa kwamba mwakani tusikukute kama ulivyo, tukute unapendeza. Sasa hivyo vitu kukawa na mvutano. Kukawa na mvutano mkubwa sana. Je, nifuate hawa? Nifuate Mungu? Nifuate hawa? Nifuate huyu ni Mungu kweli? Mbona wanasema ni shetani? Kwa kweli hali ya uchanga inasumbua. Kama hujamuelewa ni Mungu anasema. Ninasema na wewe mtazamaji, yawezekana na wewe kuna sauti hiyo unaisikia. Nataka nikwambie kwamba Mungu huwa anasema. Ila kumuelewa kwamba ni Mungu anasema hauwezi ukajua. Na hata yule ambaye anaweza kawa mbele yako, hata kiongozi. Wengine hawajajaliwa kupata neema ya kwamba Mungu anasema. Wengine wamejaliwa hicho kitu, wanajua Mungu yupo anasema. Kwa hiyo unaweza ukapata shida kama mimi ambavyo nilipata shida. Kumuelewa ni Mungu anasema. Badala ya hapo, Mungu aliposema na mimi sana kaona sisikii, aliamua kuniacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliamua kuniacha. Na aliponiacha, ile sauti ilikoma ya kusema na mimi kwenye ibada. Iliacha kabisa. Na sauti ile ilipokuwa imeacha, na mimi basi hapo nikaanza kufanya vitu vyangu. Nikaanza kujikilikiti, maana sisikii tena sauti. Nikasema basi yawezekana lile pepo limeondoka. Kama walisema nikemee, basi shetani ameondoka. Kwa hiyo nikawa nanua mabangili. Nikawa niko vizuri na mimi nikafanana. Ila Mungu aliacha kusema, ile sauti iliacha kusema. Badala ya hapo, niliamua kwamba ngoja nianze kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Nilianza kuimba nyimbo zangu. Sasa ikafika wakati nimerekodi nyimbo 2, nikasema sasa mtaji wangu uongezeke. Niweke kule kwetu tunasema kuzindua, sio inafahamika hivyo, tamasha la uimbaji, lakini uimbaji binafsi wa kwanza. Nilipopata kibali hicho kwamba sasa nizindue hiyo albamu yangu ya nyimbo 2 tu, nilienda Mlo. Wakati huo nilikuwa kijijini, nikamuita fundi kutoka mjini, kanisuka nywele zangu nzuri sana, nilinunua rasta. Kipindi hicho mwaka 2016, yaani nywele za 25 hizo ndio nywele nzuri. Kwa hiyo nilijitahidi nisuke nywele nzuri angalau siku ya uzinduzi, na mimi nionekane kwamba nimetoka. Nina mtoto wangu binti, naye nikamnunulia rasta, na wale wasindikizaji nao nikawanunulia rasta. Nikanunua mabangili, mikufu, kwamba siku hiyo nikatoke vizuri kwa sababu ni siku yangu. Baada ya hapo, ilikuwa ni Jumatano mwezi wa 9 2016. Baada ya hapo, niliposuka nywele zangu hiyo siku ya Jumatano, nikarudi. Uzinduzi ungefanyika Ijumaa mosi. Baada ya hapo sijafika Jumamosi, sasa ni Jumatano, nimesuka nywele,
Alhamisi nikawa ninaenda mashineni. Nazungumzia kwamba hapa nataka unielewe kidogo kwamba Mungu sio mwanadamu. Kile ambacho Mungu anataka unaweza ukajicheleweshea wewe mwenyewe majibu, kaingia kwenye laana na kwenye majuto pasipo kumtii Mungu. Na kisema hiki kwa sababu mimi niliishi kama ninavyosema kwamba Mungu alikuja akaniacha, alafu nikaona ni mwanadamu kama kawaida, mbona niko kama wenzangu, kumbe Mungu akawa ameniacha. Lakini bado alikuwa ananifuatilia mimi nisijue kwamba bado Mungu ananifuatilia. Na hiyo tarehe sasa ambapo nimesuka nywele, nikachukua kitambaa changu nikafunga, ilikuwa ni saa 6 ya mchana, inaenda saa 7, nikawa naenda mashineni. Sasa hapa nataka nikujulishe kwamba ndipo nilipotokewa na Mungu. Nilitokewa na Yesu hiyo saa 7 ya mchana, barabara ya kwenda Itaka, wanaofahamu ya kwenda Kamshamba panaitwa Itewe. Na wakati huo nilikuwa ninasali kwa mchungaji anaitwa Kabushi. Na hili hata kama anaweza kaliona, maana ushuhuda ulienda mpaka kanisani kwake, anaweza kukubaliana na hili kwa ajili ya mwaka huo. Sasa badala ya hapo, wakati naenda mashineni, nimejitwisha mfuko wangu, ghafla nikaona watu wawili wamesimama mbele. Wale watu wawili walikuwa wanalingana sura zao na weupe. Mbele yangu ni mchana kabisa, na waona hapa. Huyu mmoja sasa alianza kusema, ghafla hapo ilitokea kama TV, waimbaji wote wa Tanzania, sikuwaona wa nchi zingine, niliwaona wa Tanzania, waimbaji wakubwa. Wewe unaowajua, nadhani unawajua waimbaji wakubwa tangu miaka hiyo 2016 unawajua ni akina nani ambao walikuwa wametoka. Wale waimbaji walikuwa ni wanawake tu, walipita mbele yangu, wote wana mapambo kichwani, wenye rasta, waliopaka hizi uwanja, walipita, kila mwimbaji na staili yake anaimba. Sasa pale wakati ninawatazama, niko barabarani mchana saa 7, huyu mmoja alianza kusema, akasema, angalia, Mungu alikosea kuwaumba. Angalia mimi nilivyowapendezesha. Alikosea kuwaumba. Angalia. Sasa naposema angalia, ndio nawaangalia vile viwanja wamepaka, na waangalia zile rasta, angalia wanapita kweli, waimbaji wakubwa wanapita. Yani siwezi nikawataja majina, lakini wewe unawafahamu. Tanzania yetu ina waimbaji wakubwa ambao ni wazuri kabisa, wakipita kuimba wanamsifu Mungu. Unasema hao wanamsifu Mungu kweli. Akasema angalia. Sasa aliposema angalia, ni kweli nimeangalia wale watu, ni kweli walembo kweli wamepaka hivyo vitu wanaimba. Akasema sasa nakwambia na wewe, Jumamosi una uzinduzi. Nikasema hapo nilimjibu. Akasema umegawa kadi 200. Na kweli nilikuwa nimegawa kadi 200, kwamba hata wakija hata 100 inawezekana wakanisogeza kwenye huduma yangu ya uimbaji, wakinichangia chochote. Akasema zile kadi 200 nitawaleta wote kwenye uzinduzi, alafu na fedha utakazopata utapata 2.5 milioni. Ukipata 2.5 milioni, 1.5 milioni utanunua pikipiki, kwa sababu huduma yako sasa nataka niinue. Utakuwa unaitwa huku na huku, lakini nikufanyia wepesi upate pikipiki. Hii 1 milioni utaitumia kwa ajili ya kuendeleza albamu yako. Sasa namwangalia yule mtu anavyosema hivyo, ndivyo anavyoniahidi. Ni barabarani mchana saa 7. Alipokuwa ameniahidi namna hiyo, akaishia kwenye ahadi ya kwamba anaenda kuniinua na atawaleta waimbaji wote na wageni wote ambao nimewaalika kwenye siku ya tamasha langu. Huyu mwingine ndipo aliponigeukia. Wapi? Yeye hakuwa na maneno mengi sana, alisema maneno machache. Akasema, umeona,
Akasema mimi sina kanisa. Akasema umeona, mimi sina kanisa. Akasema nakwambia sasa, hiyo Jumamosi ukifika na hizo nywele kichwani na hayo mapambo na kufuta dunia. Ninapomtazama akasema nakwambia ukifika Jumamosi na hizo nywele na hayo mapambo ambayo umejinunulia na kufuta duniani. Ghafla wale watu walizima mpa. Niliganda pale pale barabarani. Naangalia labda ni maajabu gani, naangalia huko hakuna mtu. Yaani siku ile Mungu alizuia, ni barabarani hakupita mtoto wala mtu, ila ni sisi watu watatu barabarani. Baada ya hapo, kwa sababu nyumbani nilikuwa sina unga, nilitamani nirudi kwamba nimekutana na maajabu gani. Nilijikongoja nikaenda mashineni nikasaga, nikarudi nyumbani. Lakini niliporudi nyumbani, bado ile ni roho, kama ninavyosema ni roho. Niliingia chumbani, nikapiga magoti, nikasema Mungu, najua kabisa ni wewe, tumekutana na wewe pale barabarani. Na yule wa pili anayesema ulikosea kuwaumba ni shetani. Hapa Mungu umenipa akili kabisa. Lakini ninachoomba leo ni Alhamisi, ni kesho tu Jumamosi. Bwana, naomba nisamehe tu Jumamosi nipite. Nikishafanya tu tamasha langu Jumapili nitatoa, sitarudia tena. Nikawa nimepiga magoti kule chumbani, niko kujiombea sasa. Nilipokuwa nimeomba maombi yangu hayo, nikatoka nje, nikavua kitambaa. Yaani hapo sasa kunikawa kuna ushindani. Nikatoa kitambaa, nikawa ninaenda kwa jirani nichote maji. Kwa kuwa nimetoa kitambaa, kalijitokeza katoto kalikuwa kama na miaka 3. Kakaniita jina, we mama Ishmaeli, katoe hizo nywele. Utafikiri ni kaburi. Kalilia sana, katoe nakwambia hizo nywele. Utafikiri ni kaburi. Yule mama ambaye sasa nilikuwa kuchota maji alimkemea yule mtoto sana, akasema wewe mtoto ni shetani kabisa. Kwa nini unasema vitu vya namna hii? Mimi nilisikia sauti nasema hiyo ni sauti yangu ya mwisho. Huyo anayesema sio mtoto ni mimi, Mungu ninasema ni sauti yangu ya mwisho. Alipokuwa ameniambia hivyo, nilimjibu yule mama. Nikasema mama, huyu sio shetani. Huyu mtoto ambaye unasema ni shetani sio shetani. Wewe muache, amesema nimeyasikia. Baada ya hapo nilikimbia, sikutembea. Niliamua kukimbia kwenda dukani. Kwa sababu nikawa nimepata sauti ya mwisho ambayo ni sauti ya ole. Kweli niliogopa sana na kutetemeka, kwa sababu nikawaza kama Mungu atanifuta duniani, watoto wangu wataishije. Niliamua kwenda kuchukua majukumu ya kununua wembe dukani, kwa sababu zile nywele zilikuwa zimeshonwa, yani zilikuwa zimeshonwa sana, yani kichanio hakiwezi kikapita. Kwa hiyo nikamwambia mtoto wangu kwamba naomba nichukue jukumu la kwanza kutoa zile rasta kwa wembe. Nilipokuwa nimetoa zile rasta, ni kweli nywele zangu zilikuwa zimebaki tufupi sana, yani tufupi kidogo sana. Na Mungu akasema hivyo sasa, kwa kuwa umenitii hutaondolewa duniani. Lakini usiku wakati nimelala, hapo ndipo alikuja ni maono. Sio ile ya live ya barabarani. Yalikuja ni maono. Akawa amejitokeza baba mmoja ana begi la hela. Lakini lile begi la hela, yani yamepangwa magazeti, sio hela zile original. Akasema kwa kuwa umekataa, hizi ndizo zilikuwa fedha zako. Sasa kwa kuwa umekataa, siku ya Jumamosi ujue mimi nina watu, nitawazuia wote, hawatakuja kwenye tamasha na hutapata hela. Hiyo akaja kwenye maono, akawa anaondoka na begi lake. Nikasema ni maono gani haya ambayo nimepata? Lakini nikafarijika kwamba madamu sitaondolewa duniani, Mungu amenisamehe. Ya nini hata kama hawatakuja? Nikasema sasa hii nikaangalie kwenye macho ya nyama, je, watakuja? Kweli shetani ana watu, yule ndio shetani ana watu, na maana na mimi nilikuwa wa kwake. Kweli Jumamosi ilipofika,
Tamasha limeandaliwa vizuri kabisa, kila kitu kipo, watu hawakuja, alizuia wote, hawakuja watu. Yani ilikuwa ni kama ni siku ya zoezi ya kanisani waimbaji. Lakini kwa kuwa Mungu alikutana na mimi, sikupata shida. Kwenye tamasha nikapata kama shilingi 24. Nilipopata hiyo fedha nikasema kwa sababu Mungu amekutana na mimi, sitakula. Iwe ni ukumbusho ninapoingia kanisani hapa kwamba Mungu ulinitokea siku ya tamasha langu. Nienda ninunua mapazia nikapamba kanisa. Badala ya hapo watu walinishangaa sana zile nywele kwa sababu sikufunga hata kilemba. Nilifanya uimbaji hivi hivi nikiwa, wala mahereni sikuvaa. Nilikuwa kama nilivyo. Watu walishangaa sana. Lakini baada ya hapo niliamua kushuhudia kanisa. Nikasema kanisa ni Mungu amenitokea. Nadhani mliniona nilivyokuwa, lakini Mungu amenitokea. Kwamba nikifika Jumamosi Mungu ananiondoa kwa sababu hivi vitu sio vya kwake. Kwa kweli nilijifunza jambo moja kwamba wachungaji wengi wataenda jehanamu kufuatana na niliyokuwa nimepata changamoto ya hapo. Na kwa sababu nilikuwa nashuhudia na mchungaji yupo mahali hapo, aliposikia ule ushuhuda kweli kanisa wale waliokuwa wanajipamba waliamua kuacha. Wengine walienda walikata nywele, wengine walifumua rasta, wakasema kama ni hivi basi na sisi tuungane na huo Mungu. Kama Mungu atatupeleka jehanamu na amesema hana kanisa kwa ajili ya hivi vitu, waliamua kuacha. Lakini baada ya siku chache yule mchungaji aliamua kuanza kupinga kile ambacho Mungu alikutana na mimi. Akasema mnaisikia hiyo ni roho ya shetani kabisa. Anzeni kuoga. Anzeni, na mchungaji ana nguvu akisema wewe sio mchungaji, la mchungaji linakuwa na nguvu. Kama ninavyosema kwamba na mimi nilikuwa nakimbilia kwa mchungaji akisema ni shetani naenda kukemea na iache ile sauti ambayo imesema na mimi. Kwa baada ya pale ilitokea kama ikawa ni mafarakano kati yangu mimi na mchungaji. Kwa sababu nimeleta imani ambayo sio. Lakini nikasema mimi sijaleta, nilikutana na Mungu na amesema nishuhudie kanisa. Baada ya hapa alihamasisha washirika wake walirudi kwenye hali ile ya kwanza, kuendelea na mapambo. Kwa hiyo nataka tu niseme na wewe mtazamaji kwamba Mungu yupo. Mungu yupo na Mungu anasema na watoto wake sana. Isipokuwa unaweza ukakutana na kitu kama hicho ushindwe kumwelewa Mungu kama mimi ambavyo nilikuwa simwelewi Mungu. Na hilo limeniingiza kwenye shida, kwenye mateso sana, kwa sababu Mungu akikuacha unakuwa kwenye jangwa kubwa sana la mateso. Mpaka uje ugundue kwamba hapa nimemkosea Mungu, ningie kwenye toba ni wakati nipate shida. Kwa napenda tu kukwambia ndugu mtazamaji kwamba mapambo, kujipamba sio mpango wa Mungu kabisa. Na hii imenitokea, nimekuja hata hapa Dar es Salaam. Kuna mwimbaji mkubwa kabisa, hata kama ataweza katazama, nilienda mpaka nyumbani kwake. Nikasema Mungu wa mbinguni analalamika, anasema wewe ndio chanzo cha kuzalisha hiyo roho. Na kwa sababu umepanuka sana kiuimbaji, watu wanakutazama, wamama wanakutazama, wengi wanaangamia kupitia wewe. Na nikamwambia kwamba Mungu amesema katika hili utaenda jehanamu. Japa niniangalia kwa jicho moja ambalo nilazihaka, ila hakunitamkia, bali akasema nimuulize Mungu. Lakini mimi Mungu nikawa nimefikisha kile ambacho Mungu ameniambia niambie. Kwa hiyo napenda kukuambia tu kwamba kama wewe unataka kwenda mbinguni, kaa kama Mungu alivyokufanya. Yaani wewe ni sura ya Mungu. Hivyo ulivyo ndivyo Mungu alivyotaka uishi. Na ndio ninalokuhamasisha kwamba usiangalie dunia inavyokwenda, angalia Mungu anataka uishije na Mungu anasema nini. Kwa kweli juu ya jambo hilo namshukuru Mungu sana tangu nilipoingia katika roho hiyo ya kumtii Mungu, kuishi kama ambavyo Mungu anataka. Mungu alianza kusema na mimi sana, na Mungu alianza kunitumia sana kwamba niwaambie watu waache hivyo vitu. Lakini nilipokuwa ninaenda kuambia watu huwa wanakataa kwamba sio Mungu. Lakini Mungu hakuanza kuniambia hivyo vitu tu. Kuna jumbe hata Mungu akawa ananituma kwa wachungaji kwamba kawaambie wachungaji 1, 2, 3 kwa habari ya ufalme wa Mungu,
Wachungaji natakiwa wakae vizuri na kanisa na ujue kwamba kanisa ni la Mungu. Wengine wakati niko mbele nazungumza, wananishika mkono wananirudisha nyuma, kwamba sio Mungu, ni Mungu gani anayeweza kukutuma juu ya mambo hayo. Na katika hili ambalo ninazungumza, ndugu mtazamaji, kwa sababu ni live, kuna wachungaji wamekufa ambao kabisa nilipokuwa nimepeleka jumbe hawakujua ni Mungu, walijua ni mimi nimesema. Baada ya ile kuanza kuzihaki na kumtukana Mungu, maana wanaponitukana mimi hawakujua wanamtukana Mungu aliye ndani yangu. Mungu amewaondoa duniani. Wengine hawakumaliza hata mwezi, Mungu akawa amewaondoa duniani kwa mazingira ya kutatanisha. Na wale wanaonifuatilia, wanaonifahamu watasema ni kweli, mchungaji fulani wanajua na majina yao. Wachungaji, baadhi ya wachungaji waliokataa jumbe ya neno la Mungu ninapopeleka wameondoka duniani. Kwa hiyo nina uchungu sana, hasa kwa wachungaji, kwa sababu wachungaji ninachotaka kusema nao kidogo kwamba ile kupewa kanisa ni kudhaminiwa tu na Mungu. Kanisa ni la Mungu, na kwa kuwa kanisa ni la Mungu, Mungu analitembelea kanisa lake na Mungu analilinda kanisa lake sana. Kwa wewe uliyezaliwa na Mungu, nimesema kwamba kuna makanisa mawili, kuna kanisa la jehanamu na kanisa la mbinguni. Sasa hapa mimi niko kuzungumzia kanisa la mbinguni, sipo kuzungumzia kanisa la jehanamu. Lakini napenda kujulisha mtazamaji kwamba hili kanisa la jehanamu lina wachungaji, lina wainjilisti, lina manabii, lina mitume, lina waimbaji. Nalo ni kanisa. Lakini pia kanisa la Mungu nalo lina wachungaji, lina manabii, lina wainjilisti, waimbaji, ambao hao sasa inaweza kaitwa kama original ya Mungu. Haleluya watazamaji. Original ya Mungu. Sasa wewe ambaye umezaliwa na Mungu lazima uishi kwa akili sana kwa nyakati tulizo nazo. Ujue kwamba mimi nimezaliwa na Mungu, lazima niwe upande upi. Watu wengi wameshindwa kutofautisha kati ya kanisa la jehanamu na kanisa la Mungu. Na kanisa la Mungu, Mungu anasema sana. Nataka nikwambie mchungaji ambao umezaliwa neema ya kutokana na ufalme wa Mungu, kwamba Mungu anasema. Ijapo wengi wachungaji wanasemaga Mungu hawezi kutumia nabii, lakini Mungu ana manabii wake sahihi. Kama wapo ambao ni fake, jua na original ipo. Ndio maana nasema kwamba mimi Mungu alipokuwa ananitumia, waliona ni fake, lakini badala yao walishaondoka duniani. Hivi ninavyokuambia hawapo. Sasa hili ninasema na wewe hasa mwana wa Mungu, kwamba Mungu ndiye aliye na kanisa. Hata mimi leo ninamshukuru Mungu ni mchungaji. Nina hofu sana kwa sababu ninajua kwamba hili kanisa ni la Mungu. Lazima Mungu afanye kile anachotaka kukifanya kwenye kanisa. Kwa hiyo nakwambia ndugu mtazamaji kwamba unapoishi hapa duniani ujue kwamba mimi kama nimezaliwa na Mungu, nisikilize sauti ya Mungu ananiambia nini, bila kujali wa kushoto yako, wa kulia. Hata kama wewe Mungu atakupa masharti magumu, ishi katika hayo. Ndio njia yako ya kwenda mbinguni. Usiangalie huyu. Nimekwambia hapa mwanzo kwamba alikuwa ananiambia usiwe kama hawa, nikawa nang'ang'ania kwa wale, lakini niliingilia kwenye madhara makubwa sana. Na kuomba mwana wa Mungu, na hiki kitu nimepewa mzigo wa kuombea Tanzania. Mungu amenipa kazi ya kwenda milimani kuomba. Hasa naombea wachungaji waliozaliwa na Mungu. Naombea watoto wa Mungu Tanzania, kwamba wape neema ya kumjua zaidi. Kama mimi nilipata shida nilipokuwa simuelewi Mungu. Inawezekana wapo wenzangu huku nao wanapata shida kwa sababu hawajamuelewa Mungu. Kwa hiyo nilikuwa na kazi sana ya kuomba jinsi gani naweza nikakufikia ili nizungumuze na wewe habari ya kumuelewa Mungu pale Mungu anaposema na wewe. Lakini asante Yesu kwa siku ya leo na tarehe ya leo, amenipa kibali kuzungumza na wewe ambaye Mungu anasema na wewe. Sisemi na yule ambaye Mungu amenyamaza. Wewe ambaye Mungu anasema na wewe, ukubali kabisa kuishi kama Mungu. Hata kama utaona ni njia ya kudhalilika, lakini kubali kuishi kama Mungu anavyotaka. Na hapo ndipo palipo na mema yako. Na hapo ndipo utakapoenda kuingia hata mbinguni, kwa sababu mtii. Nilipokuwa nimeanza tayari kuyafuata yale ambayo nataka kwamba niishi kama ninavyotaka niishi,
Mungu ameendelea kunisogelea sana na kunitumia, na nikawa ni mtu wa milimani sana kuomba. Na wakati huo ninaendelea kuomba, lakini maisha yangu yakawa ni magumu sana. Yaani jaribu langu mimi likawa ni jaribu la chakula. Na kama ndugu mtazamaji ukisikia kwamba kuna mapigo duniani, la kwanza chakula. Mimi nikawa na shida hiyo, lakini nikawa namtafuta Mungu sana. Na Mungu akawa amenijalia nina watoto 8. Na kwa sababu nikaendelea kumtafuta sana Mungu. Kumbuka hapa mwanzoni nimesema kwamba kuna makanisa mawili, la Jehanamu na la Mungu. Ilibidi wale wote walio upande wa shetani, ndugu zangu pamoja na mume wangu, wakaniacha. Kwa hiyo nikawa mimi tu na familia yangu. Baada ya hapo maisha yalikuwa magumu sana. Yaani chakula nikawa ni kama nakisikia. Hata ukiwatazama watoto wakawa wanakonda. Kwa hiyo nikawa na maombi magumu sana kwamba Mungu nitatokeje hapa. Lakini nikawa na ile roho ya kumpenda sana Mungu, kwa sababu nikajua Mungu mbona ameendelea kunisaidia pamoja na hayo mapito, lakini ninapomuomba Mungu ananisaidia. Kwa hiyo nikawa ni mtu wa kwenda milimani kuomba kwamba Mungu naomba neema yako, na nikawa najitahidi kwamba nifanye biashara kama wenzangu wanavyofanya, lakini sikufanikiwa kwa biashara yoyote ile. Basi ikabidi nikadhani tu kumwomba Mungu. Hapo watoto wangu niliwapata wakati niko bado nina mume wangu, lakini nilikuwa napata watoto hawa kwa shida. Yaani nikiwa akinipa ujauzito akawa naondoka, akiondoka kazi ya kujifungua ni mimi mwenyewe. Na katika watoto wote 8 kuna watoto kama 2 tu ndio nilipata neema ya kupelekwa hospitali na majirani, lakini watoto wengine wote hawa nikawa najifungua mimi mwenyewe, nikiamini Mungu ndiye daktari, na Mungu akawa ananisaidia sana kwa jinsi hiyo. Yaani akawa tu akinipa ujauzito naondoka, na akiondoka hana habari ya kwamba sijui huko ndani kuna mama ni mjamzito. Hakuwa na hiyo, lakini mimi nikawa kumtafuta Mungu sana kwamba Mungu ndiye anaweza kunisaidia. Na kweli katika ujauzito wangu nimemwona Mungu sana akiwa ananisaidia, na watoto wangu wote nimejifungua salama kabisa, Mungu mwenyewe akinisaidia. Cha kwanza namshukuru Mungu, ameniumbia roho ya ujasiri ndani ya kumwamini Mungu kabisa, kwamba Mungu ni Baba, ni muumbaji, hawezi akashindwa na jambo lolote. Na hiyo roho kwa kuwa inakaa ndani, ndio hiyo ilikuwa inanisukuma kumsubiri Mungu kwamba nione muujiza wake. Kwa kuwa nikawa ninaishi pia hata katika shuhuda kwamba watu wa zamani waliishije, hospitali hazikuwepo. Na kwa kuwa hospitali hazikuwepo walikuwa wanajifunguaje? Nikaona ni Mungu muumbaji alikuwa anawasaidia. Kwa hiyo na mimi nikawa nimelishikilia hiyo kwamba Mungu, kama ulikuwa unawasaidia wale wanajifungua tu kwenye mapoli, hata mimi inawezekana. Na ndio maana kuna watoto wengine hata sikufungua kadi, lakini kiwa na imani ya kumwamini Mungu kwamba Mungu atanidhalisha. Na kwa kweli neema hiyo ya Mungu ilikuwa inatembea na mimi mpaka nimezaa watoto. Wakati huo nikawa niko na maisha magumu sana. Yaani chakula hamna, watoto wanavaa nini hamna, na hakuna mtoto ambaye anasoma shule. Wote ninao, niko kwenye nyumba ya kupanga, yaani shida. Lakini namuona Mungu ni Baba kabisa. Na nilitamani kwamba nikafunge kizazi. Mungu alinitokea akasema usifunge kizazi. Kwa hiyo nikawa nimelishika lile ambalo Mungu aliniambia nisifunge nini kizazi. Lakini hapo nikawa nimebeba imani ya kwamba Mungu anashikia. Kama siwezi kutoa hii mimba, Mungu anaweza katoa, apelekee wale wanaotaka watoto. Niliendelea kuomba sana, na nilikataa nisema sitaenda kufungua kadi, kwa sababu nataka Mungu ondoe hii tumbo upeleke kwa wale wanaotaka watoto. Ilikuja ikatokea siku moja nikawa niko kwenye eneo langu ambapo nilikuwa nimefungua kwa biashara kangu. Mungu alinitokea mchana saa 7. Akasema, kwa nini unalalamika? Haujui umebeba kibali? Acha kulalamika, maombi haya unalalamika kila siku. Niliposikia ile sauti niliomba msamaha, nikasema Mungu nisamehe. Kama nimebeba kibali cha kwako, wewe Mungu ndiye unayejua. Baada ya hapo niliacha kuomba yale maombi ya kwamba Mungu aondoe mtoto apeleke kwa watu wanaotaka watoto. Niliendelea kuishi na ujauzito. Miezi 8 ikafika, na wakati hapo mume wangu hayupo kabisa, alishaondoka. Miezi 9 ikafika,
Ilipokuwa imefika miezi 9, nilikuwa ni mtu wa maombi sana, pamoja na kwamba ni mtu hali ya ujauzito. Lakini Mungu akawa anasema na mimi kwa mafumbo sana. Alipokuwa anasema na mimi kwa jinsi ya alikuwa ananionyesha, yani naona saa 2 nimevaa mkononi kila ninapotembea. Kwa hiyo sikujua maana yake ni nini. Kumbe Mungu akawa ananielezea kwamba una watoto wawili wanakuja. Na nachomshukuru Mungu, ilikuwa ni tarehe 8, ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa 12. Mungu ananiambia ilikuwa ni saa 2. Nimekaa na watoto wangu wote ndani. Nilisikia sauti. Mungu anasema leo ni siku nyingine. Waite watoto wako wote, mpige magoti, mwanze kuomba. Ni kweli niliwaita watoto wangu wote. Nikasema wanangu, Mungu anasema leo ni siku nyingine. Njooni tuombe Mungu. Ile sijajua wanangu, kama Mungu atanivusha, yeye Mungu anajua. Na kama Mungu atakachoamua kile, naomba njooni tuombe. Kwa kweli tulipiga magoti, tuliomba sana mbele za Mungu. Ilikuwa ni saa 2. Baada ya saa 2 hiyo nilienda kulala. Nilipokuwa nimelala sasa naelezea jinsi ambavyo Mungu alinipa hawa watoto mapacha. Baada ya kulala sasa saa 9 usiku naamka kama niende kujisaidia tu haja ndogo, kama unavyojua mama ukiwa mjamzito. Kumbe sikuelewa kwamba ndio uchungu umefika. Kwamba najisaidia nikuta najifungua mtoto wa kwanza. Bila maumivu, bila machungu. Dakika 5. Nakumbuka kabisa kuna mtumishi nilimpigia simu kwamba uchungu umeanza. Akawa ananiombea. Nikajifungua mtoto wa kwanza. Napojifungua mtoto wa kwanza peke yangu, mtoto akatoka, nikasema wewe ndiye kibali. Sikujua mwingine yuko ndani. Nikajua ni yule ambaye nimempokea. Lakini dakika 2 tena mtoto mwingine akawa anageuka. Nilipokuwa anageuka mtoto anatoka nje. Nikasema kumbe walikuwa wawili. Na ndio huyu wa pili Mungu sasa kama amemtaja jina yeye mwenyewe. Akasema huyu wa pili ataitwa Josia. Kwa hiyo nina watoto hawa wawili mapacha ambao sasa wana miaka 3 na miezi kama 5 hivi. Lakini wamelelewa, hawamjui baba wala bibi wala ukoo. Wote walishawakataa. Ninaoendelea kuishi nao na Mungu anaendelea kuwalea. Wala nakwambia kwamba ndugu mtazamaji kwamba naendelea kumuona sana Mungu kwenye maisha yangu. Kwa sababu Mungu anaendelea kunivusha pamoja na familia. Na niliendelea kumuuliza Mungu, kwa nini sasa umeamua kunipa watoto wengi? Mungu akaniambia kwamba nimekutengenezea hii njia ili upate kuwafundisha kuna watu wanaua watoto. Kwamba mimi Mungu siwezi kuwatokea. Lakini napenda nikurudisha hapo nyuma kwamba bado nimekutana na Mungu wakati ninaenda milimani kumtafuta Mungu sana kwa ajili ya maisha. Katokea siku moja nasema na watu sasa wa rohoni wanaomtafuta Mungu. Nikaonyeshwa Mungu alipokuwa amesikia yale maombi. Nilionyeshwa kikao kikakaa mbinguni. Wakasema huyu atakufa kwa njaa. Tumtafute mtu atakayekuwa anampa hata shilingi 5,000 tu. Ingalau au anapata chakula. Wakati huo kweli ninashinda na njaa. Mimi sipendi sana misiba. Yaani huwa sipendi sana mahali penye misiba. Lakini ilifika wakati maisha yamekuwa magumu, naenda msibani. Nasubiri wakipika kile chakula. Yale masalio sasa wanaweka kwenye ndoo maji, umo kila kitu. Kwa hiyo nitakaa pale kama niko kusaidia msiba, lakini nimechola nini? Nipate angalau chakula watoto wangu wakale, kwa sababu sijui kesho itakuweje. Kwa hiyo nilikuwa najitahidi kufanya hivyo. Na walipowepo mama ambao walikuwa wanachukulia nguruwe, na mimi nasema na mimi nina nguruwe. Nikichukua kile chakula naenda nyumbani na chambua na wapa watoto, kingine nafunika watakula kesho. Lakini nikawa na hamu ya kwenda milimani kumtafuta sana Mungu. Wakati ninaendelea kupitia hayo maisha sasa, ndipo siku moja nikawa niko milimani ya kwetu, kuna mlima unaitwa Mlima Ng'amba. Nadhani kuna watu wengi wamefika pale sana. Ule mlima una neema ambayo Mungu ameshaiweka pale. Na mimi ndipo nilikwenda kuomba kule kwa ajili ya maisha haya sasa kwa Mungu. Nitakuweje sasa kama ninapitia maisha magumu kama naomba nitokee. Wakati niko kuomba, sikuwa kwenye usingizi, ilikuwa ni live. Niliona Mungu akaniletea mtu. Lakini huyo mtu alikuwa ni wa kiume, ameshika Biblia. Nilipokuwa ameshika Biblia na kwa lile kambi tulikuwa na mwenzangu wa huyu. Mungu akasema huyo mtu ndiye nimekuletea.
Sasa mimi namwangalia, namuona kabisa ni sura ya mtu, ila sasa sijawahi muona kwenye macho nini ya kibinadamu. Akasema huyu mtu nitakuletea, ndiye atakaye kuvusha. Ndivyo nilivyoambiwa, ndiye atakaye kuvusha. Baada ya hapo ile picha ikaondoka. Nikamwambia mwenzangu, umemwona mtu aliyekuwa amesimama hapa? Akasema sijamuona. Nikasema hujamuona mtu mmoja amesimama hapa na Biblia? Akasema sijamuona. Basi nikanyamaza, nikasema ni mambo ya Mungu. Niliamua kushuka mlimani. Hapa nataka nikuambie wewe ambaye unapitia changamoto ya kuomba Mungu, jua Mungu yupo na Mungu anasikia. Na Mungu, nilichojifunza hapa kwamba Mungu hana watu duniani na mtu. Ndicho hiki ambacho nataka nikwambie. Baada ya hapo nilimshukuru Mungu, nikaanza kushuka. Niliposhuka nyumbani nikafika, nikaishi siku 2, Mungu akasema huyo mtu anakuja wiki hili. Sasa sikujua huyo mtu anatokea pande za wapi. Ila nikawa na hamu sana nimuone huyo mtu ambaye Mungu anamleta kwa ajili yangu. Nikawa kila siku ninaomba, Mungu sasa anatokea wapi? Sikujua, ila sura amenipa kila kitu na Biblia nayo huyo mtu. Nikasema huyo mtu inawezekana na Mungu sana. Mbona alionekana na Biblia? Basi badala ya hapo, wiki hilo ambalo Mungu amesema kwamba sasa amefika. Mungu akaniambia sasa amefika, ilikuwa ni Jumatano kama sikosei. Wakawa ili Mungu kunikutanisha, niko kusema na wewe ambaye unamuomba Mungu, huoni mlango, unaona giza, lakini yeye Mungu anaona nuru kwa ajili yako. Ilikuwa ni siku ya Jumatano, nikawa nimejipumzisha kwa sababu nimechoka kwenye hali ile ya maombi. Nikasikia ni kama tangazo kwamba mkutano wanakaribisha mkutano waimbaji binafsi. Na mimi nilikuwa sina ile ya kukimbilia mikutano kwamba niende niimbe. Nilikuwa sinayo, nilikuwa natamani sana nipate kibali ndio nikaimbe. Kwa hiyo sasa wakati nimepumzika pale nikasikia sauti ilikuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine hawezi wakanielewa ninaposema Mungu anasema. Mungu yupo. Na Mungu anasema kabisa. Mungu akaniambia hivi, amuka hapa oga, nenda kwenye mkutano. Nikasema kwamba mbona mimi sijapenda kwenda kwenye mkutano ambao sikualikwa mapema. Mungu akasema nenda. Alafu akanichaguliwa na wimbo wa kwenda kuimba. Nakumbuka siku ile nilichaguliwa wimbo kwamba leo kaimbe wimbo wa tumeingiliwa. Lakini nikasema siku zote kama tunaanza leo mpaka Jumapili, basi leo nikaimbe tunahitaji maji. Kwa hiyo na mimi nikabishana na ile sauti, nikaenda kwenye mkutano. Nilipokuwa nimeenda kwenye mkutano, nikapeleka jina. Nilipopeleka jina, waliponiita tu, napita mbele, Mungu ananiambia usiimbe, shuhudia habari za mbinguni. Nakumbuka ile siku nilianza kushuhudia habari za mbinguni, wakati ni jinsi nilivyokuwa nimeumwa, nimeondoka duniani, nilivyokuwa nimekaa siku 3 huko mbinguni. Sasa wakati ninashuhudia, mimi nikafikiri ninashuhudia tu. Kumbe sasa ndio Mungu siku ananikutanisha na huyo mtumishi ambaye Mungu alinionyesha mlimani. Na wakati mimi sasa ninatoka pale, nilishangaa, akaja mchungaji mmoja akasema anakuita mtumishi wa Mungu aliyetoka Dar es Salaam. Nikasema yuko wapi? Akanionyesha, akasema yule pale, anataka muonane naye. Sasa mimi nikafikiri sijui nini, nimesahau lile ambalo Mungu tayari si tupo kwenye mkutano kwamba labda ndio hiyo. Hapana, sasa ndio labda anahitaji nini, ngoja nikamsikilize. Nilipokutana yule mtumishi sasa, aliponiita ninaenda, ni yule ambaye Mungu aliniletea wapi? Mlimani. Yule mtumishi akasema ninampenda sana Mungu, ninataka kwenda mbinguni. Hebu naomba nipe shuhuda kidogo ya mbinguni. Ni kweli nilimpa shuhuda, lakini baadaye Mungu akasema ndio huyo hapa. Ndiye niliyesema nitakuletea. Baada ya hapo sasa, ni kweli tangu siku ile ambayo Mungu akawa ameniunganisha na huyo mtumishi, kama Mungu alivyosema nakupa mtumishi atakayekupa 5,500. Ni kweli kabisa. Nakumbuka naye mtumishi alikuwa ndio hali na yeye yupo, lakini Mungu ameweka jambo kwa ajili yangu. Ni kweli nakumbuka ilianza 5,000, 10,000,
Nakumbuka hivyo, kaendelea kunilea mpaka siku zingine mimi nikawa naogopa, nafunga simu, ni kama namremea. Lakini nikimfungia simu nashangaa milango yote inafungwa, kama ni siku 3-4 hakuna chakula, mpaka nafungua tena simu. Nikifungua simu Mungu anasema kwamba nilikwambia mimi nikikupa mtu basi nimekupa. Lakini Mungu akawa anampitia na mtumishi, ananiingizia kahera. Akiniingizia kahera, ndio maisha yakawa yanaenda namna hiyo. Na mpaka sasa nilipofika, nasema rehema za Mungu zimeendelea kunibeba sana. Na nimeendelea kumuona Mungu sana tangu alipokuwa ameniunganisha na huyu mtumishi. Namshukuru Mungu, hata huduma yangu pia imeendelea, kwa sababu kuna milango ambayo nisingekuwa rahisi kuifikia. Milango ya huduma, nimeendelea kufanya injili, nimeendelea kutoa semina kwenye makanisa fulani, lakini kupitia chanzo cha huyu mtumishi wa Mungu ambaye Mungu akawa ameniunganisha naye. Ni mtumishi anayeitwa Josia Amos Mwakifano, anakaa Dar es Salaam, ni askofu wa kanisa la wana wa Sayuni. Ndiye anaendelea kumtumikia Mungu huko, na ndiye Mungu aliniletea kwanza kwenye ulimwengu wa roho nikiwa mlimani, kwamba nitakuletea mtu atakayekuvusha. Na kweli Mungu ameniunganisha naye tangu siku ile. Niseme kwamba kwa kweli ninaendelea kumuona Mungu sana, na kwa sababu kinywa cha Bwana kilisema kweli niko kuvushwa. Na hata mpaka hapa nilipofikia ninaendelea kumuona Mungu sana. Na sasa ni mchungaji pale Mlowo, naendelea kuchunga tu kanisa la wana wa Sayuni. Na huyu ndio mtumishi wangu kama askofu wangu, na Mungu kwa jinsi hiyo. Sasa tupate kujua namna ambavyo ulivyokuwa huko mbinguni, nini Mungu alisema. Na sawa, habari ya kwenda mbinguni ambacho nataka nizungumzie. Na ndugu msikilizaji, nimesema kwamba kuna mapito magumu. Ilichosababisha mimi niondoke duniani, yani shida zilipokuwa zimenikamata sana. Kuna wakati nilitamani kumwacha Mungu. Nikasema kwamba Mungu, kwa mapito haya ninayopitia, yawezekana mimi sina kibali kwako. Wakati napitia mapito magumu, wakati huo nimepitia changamoto ya kwanza, nikawaza kwamba maana chakula sikipati, mwanaume hanijali, nyumba kupanga tu nalipia kodi 2000, lakini kwa miezi 3 sina 6000. Kwa hiyo ikawa changamoto, ninaiona dunia ni moto. Na nikawa ni mtu wa kumtafuta Mungu sana kabla sijakutanishwa sasa na huyu mtumishi wa Mungu. Ndio nilienda mbinguni hapo. Nimerudishwa, ndio Mungu ananipa mtumishi. Nataka hapo tuelewane. Sasa changamoto hiyo ilipokuwa kubwa sana, mimi niliamua kuomba Mungu. Nataka niseme na wewe ndugu mtazamaji ambaye unapita maisha magumu sana, usije ukasubutu kwamba uombe Mungu, mwache Mungu, uende kwa shetani. Mimi nilifika wakati nikasema, Mungu, kwa maombi ninayoomba na kwa neno ninalosoma, nikawa msomaji wa Biblia sana kuelewa kwamba Yesu alimaliza yote Kalvari. Sikujua kwamba kupo kupita kwenye mapito. Mimi nilijua wakisema sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, amefuta dhambi, imeisha, siwezi kukutana na teso lolote. Lakini nilipokuwa nimeingia kwenye shida ya dhiki, niliamua kumwacha Mungu. Tena kwa kinywa na kupiga magoti kwamba Mungu, inawezekana mimi nimeingia huku hunifahamu. Kwa sababu ninaomba maombi hunisikii. Ninaomba maombi yangu hunisikii. Basi niache. Nimeamua kwenda jehanamu, acha nifanye vya duniani, acha niishi kama wengine, kusudi neno lako nimesoma linasema mwenye haki azidi kujitakasa, na mtenda dhambi azidi kutenda dhambi. Sasa mimi kwenye haki sijauona mkono wako, nimeona mabaya. Basi Mungu, naondoka niende kwa shetani. Niliomba, wala sio kwamba niliwaza, niliomba. Baada ya maombi hayo, nikamwambia hata kaka yangu mkubwa, nikasema mimi nimeamua kwenda jehanamu, kwa sababu sijaona neema ya Mungu. Yaani Mungu anavyoelezewa Yesu na mimi ninavyoishi ni vitu viwili tofauti. Aheri basi nifanye haraka, nifanye shetani niende jehanamu, maana sioni amani duniani.
Baada ya hapo, ndugu mtazamaji, nilitoka kwa Mungu, nikaacha na ibada. Ila ninachomshukuru Mungu, sikuishi duniani yani kama watu wanavyoishi. Yani nilijitoa kwa maombi, nikajiingiza sasa ndio niingie kwenye laana sasa, kwenye mambo ya dunia. Yani huko nikajiweka rasmi kwamba hata kama ni umalaya niwe nafanya vyo. Nilipokuwa nimeingia huko, sikumaliza mwezi kwenye dunia, kawa nimeingia kwenye michanganyo, yani kwamba hata kama kuna mwanaume anitafute anioe mwingine, ngalau nikalage tu chakula, maana jaribu langu lilikuwa ni chakula. Kama chakula nashindwa kukipata, na huyu mwanaume niliye naye hajali hata watoto, basi nikipata hata mwanaume hata aliye na chakula, yani niwe nakula chakula. Mimi kilichonitoa kwa Mungu ni chakula, wala sio kwamba nilikuwa eti na zile hamu wanasema ni roho za uzinzi, hazikuwepo. Lakini nikasema chakula, naishije na watoto wangu. Na wakati huo sasa ulikuwa ukisikia mume wako yuko wapi? Kwa sababu unatuambia alikuwa akiondoka. Alikuwa anaondoka, anaweza kakuaga akasema akaniaga anaenda Chunya kutafuta kwenye machimbo. Kwa hiyo akienda huko basi ameenda, wala hakuna cha simu wala hakuna cha nini. Kwa hiyo nikawa napitia wakati mgumu sana. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nikaamua kwamba sasa ngoja nimwache huyu Mungu, nifanye vya shetani. Lakini nataka nikwambie ndugu mtazamaji kwamba walio na Mungu wana alama. Sikufanikiwa kule kwa shetani, japo nilijiingiza ndani ya mwezi mmoja. Nikashangaa Mungu anasema umeniacha, 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 umeniacha. Ndipo nilipoingia kwenye toba, kuomba toba mbele za Mungu. Nikasema Mungu, naomba nisamehe, ni kweli nilikukosea. Nilipokuwa nimeomba toba, ni kweli Mungu aliona toba, lakini akasema pamoja na kwamba nimekusamehe, lazima upite pamoja. Baada ya siku ndani ya mwezi huo nikawa nimeumwa. Nilianza tu kuuma na ziwa. Wakati ninauma ziwa, nikawa ziwa. Baadaye iliingia homa ambayo sasa sikujielewa. Waliokuwa wananiona huku wakasema kwamba siku wakati nazidiwa nilianza kuita Yesu. Yesu, 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 Yesu ndivyo naenda. Yesu, Yesu ndivyo naenda, nikawa nazimia. Baada ya kuzimia hapo, wao walikuwa wanasema kwamba walinipeleka hospitali kama 3. Wanasema mmetuletea mtu ambaye ameishi. Ila kale wanasema kamoyo kalikuwa kanafanya nini? Hakajakata. Lakini mimi pale nilichokuwa nimekiona baada ya kutoka sasa kwenye huo ugonjwa, nimeingia, sikujijua ambavyo nimeingia kwenye ugonjwa, nilijikuta niko mbinguni. Sasa kule mbinguni nilikokuwa nimejikuta, mimi nazungumzia mahali nilipofikia. Mahali pale nilipofikia ni palikuwa malimala ambazo sijawahi kuziona. Kweli palikuwa pamejengwa papo vizuri sana. Lakini nilikuta kule kuna watu wawili. Mmoja hana kiti amesimama, mwingine ana kiti, alafu ana kitabu. Ana kitabu hiki hapa, ana kitabu kingine. Sasa huyu hapa aliyekuwa amesimama, ambaye mimi nilimjua kama shetani, alianza kusema kabla mimi sijasema. Na mimi kule sikupewa kiti, nilikuwa nimesimama. Lakini yule aliyekuwa na kitabu alikuwa amekaa. Akasema huyu ni wangu, kwa sababu akafungua Biblia kuanza kunishitaki juu ya vile vitu ambavyo nimevifanya wakati nilikuwa nimemwaga Mungu, kwamba mimi saizi nimekuwa mtu wa shetani. Akasema kwanza alikukataa kwamba amekuwa mtu wangu, lakini angalia kuna vitu 1, 2, 3 amefanya, na wewe Mungu mwenyewe umesema unaliangalia nini? Neno. Sasa huyu ni wa kwangu, lazima afe. Sijui kwa nini alitamka ni lazima afe. Huku duniani hakuna mdomo, hakuna cha nini. Yaani huku sipo, ila mimi kule nilijiona mzima kabisa. Siumwi chochote. Na nimesimama na ninasikiliza huyu anasema nini.
Lakini nashukuriwe Mungu kwa neema ambayo niliipata. Hawa watu wanaotuombea wa muhimu sana, yaani ni wa kuwaheshimu sana. Mimi kama una kumbukumbu nzuri vitu alivyokuwa akivisema akiwa anatoa kama mashitaka, unavikumbuka? Labda navikumbuka. Cha kwanza alikuwa anazungumzia habari ya kwamba kwanza nilimkataa Mungu, kwamba heri nikamtumikie na shetani. Cha pili, Mungu anakataa ulevi, anakataa uzinzi, anakataa matusi, anakataa kuifuatisha dunia. Lakini hivi vitu mbona huyu alipokuaga amepita huko ameingia amevifanya? Na kwa kuwa amevifanya hasitahili kuishi, anastahili kufa. Na baada ya kufa huyu ni wa kwangu. Lakini nashukuriwe Mungu, nilipokuwa nimepita kwenye mwezi huo, sikumaliza nilipoingia duniani huko, sikumaliza mwezi. Neema ya Mungu ilikuja, nilitubu. Nilipokuwa nimetubu, Mungu akaiona ile toba. Lakini pia kuna wadhamini ambao ninasema siku 3 hizo wakati sipo duniani waliingia kwenye maombi ya nguvu ya toba, ambayo mpaka leo huwa wanasimulia. Waliingia kwenye toba ya kila aina, kuomba toba. Cha kwanza wao wanasema walikuwa wanamueleza Mungu, huyu ni mtumishi wako, tunajua amekufanyia kazi 1 2 3. Mungu, kwa hili msamehe. Na aliyesababisha, kama nilivyosema kwamba ndoa zinasababisha, hata wana wa Mungu wengine wapo kwenye shida. Iliyosababisha mimi ni ndoa. Kwa hiyo nasema wakawa wanachukua mume wangu wanamuweka hapa na mimi wananiweka hapa. Wakasema, Mungu, kama unaiangalia haki, angalia haki. Huyu ni mtumishi wako, tunamjua kabisa, lakini msababishi ni huyu. Kwa ile toba ilifika mbinguni. Watu siku 3 na walionibeba, napenda tu kusema live kwamba ubinafsi sio mzuri kwa wana wa Mungu ambao tumezaliwa na Mungu. Mimi nilikuwa ni Mpentekoste wakati huo, lakini wa Pentekoste nilipoingia kwenye shida hiyo, kwa kusema ukweli, wakawa wananifukuza kwamba sio Mungu. Mungu ananituma kwa wachungaji wa Kipentekoste, wakawa wananikataa. Ninapoingia kwenye shida, wote walinikataa. Walionibeba ni watumishi wa Mungu wanaoitwa NLC. Niko kusema mbele ya Mungu. Hawa ndio walipewa mzigo wa kunibeba na kufunga na kuomba siku 3 zote hizo. Wapo pale, mimi sijajua kuna watu duniani. Mimi nikawa naonyeshwa tu mambo ya mbinguni huko na jinsi ambavyo niko kuhukumiwa. Lakini nashukuriwa Mungu kwa maombi ya watakatifu waliopo duniani, wala ambao walikuwa wamenibeba kuniombea. Mungu alifungua kile kitabu. Ni kweli jina langu lilikuwa limeandikwa kwenye hatia kabisa. Lakini Mungu akasema mimi ni Mungu. Ndicho sauti ndio niliyosikia. Akasema mimi ni Mungu, nimeamua kumsamehe. Akawa nafuta kabisa, naona kabisa nafuta hivi, nafuta, akasema nimekusamehe. Sasa yule shetani akasema kwamba sasa taenda duniani wapi, wakati mimi pale ndiye dileta. Nasema vitu ambavyo alivyoongea. Duniani mimi nimemkataa, taenda kufanya nini? Mungu akasema mimi nimekusamehe. Na pale kule mbinguni mimi ndiko nilikoitwa mtumishi. Niliulizwa swali, eti mtumishi huyu ni mkubwa? Nilimkataa, nikasema pana, sio mkubwa. Ndio vitu nilijibu kule, sio mkubwa. Nilipokuwa nakataa, lakini huku akawa ana simu. Zile simu anapiga, anasema haraka sana, na maana kuna watu duniani wanaoasi, lakini kuna watu wanaopeleka habari za kwake. Anayekosea anasema leteni simu. Kwa hiyo kuna watu kawa wanampigia simu, aliyekosea 1 2 3. Kwa hiyo ukikosea anapeleka mashtaka wapi? Kwa Mungu. Na Mungu, kama hutakuwa na ile toba ya kutubu haraka sana, ni pale ndipo napokufa. Na wanaokuwa ni mapepo, ni majini, ndio silaha ya shetani na wachawi. Na ndio maana huu ujumbe Mungu ameniambia, nimeendelea kuliambia sana kanisa pale ambapo nilikuwa napata neema kwenda kufundisha, kwamba wana wa Mungu tutembee na toba kama vazi. Na kwa sababu toba ndio inayotulinda ili tusiondoke duniani. Ukiona tu kwamba umekosea, wewe ingia kwenye toba. Na kwa nini wana wa Mungu wengi wanakufa? Sio wachungaji. Yaani tulishalizika na ile sala ya kwamba tulisema sema Bwana Yesu.
nimekuja kwako. Ile toba, mpaka kuna wachungaji wengine kabisa ambao mimi nashangaa wanafundisha kwamba ukiokoka mara moja imetosha, wakati natakiwa kila siku kuokoka na kuomba toba mbele za Mungu. Kwa hiyo sasa shetani akawa anapata nafasi kwa wale ambao hawajatubu, anawaua. Na silaha ya shetani ni hao mapepo, majini, wachao ambao wako duniani. Lakini ukipata neema ya kutubu, Mungu analeta neema, ndio ile unaendelea kuishi duniani. Kwa hiyo nikajua kwamba kumbe duniani tumepewa kama out na Mungu kuishi. Lakini tuishi kwa masharti, hasa wewe ambaye ni mwana wa Mungu. Yale masharti ambayo Mungu amekupa na anataka uishi katika njia ya utakatifu. Kwa hiyo baada ya hapo niliposhitakiwa kule, nikasamehewa. Nilichokiona sasa, nilionyeshwa sasa niko kule. Yaani yule mtu akavuta draw, anipa hela kama shilingi 20,000, zile 12,000. Akasema sasa nenda duniani, kaseme kile ambacho nimekuambia useme. Na kuna vitu jumbe ambazo akawa ameniambia kwa ajili ya kuliambia kanisa. Na nashukuru Mungu, kuna sehemu nimepita sana kuambia wale walionikaribisha. Wale walionikataa ndio hao walionishika mikono wakanirudisha, wengine Mungu amewaondoa duniani, lakini bado mimi kwa neema ya Mungu naendelea kuishi. Kuna vitu ambavyo Mungu akawa ameniambia kwamba nitembee navyo, kuliambia kanisa, hasa kwa kuishi kwa njia ya utakatifu na watu kumwamini Mungu kabisa kwamba Mungu hawezi kushindwa na jambo lolote. Na pia kuna vitu Mungu akawa ananiambia, na mpaka leo hii amenipa hiyo kazi ya kufanya kazi ya Mungu, na nikiwa naogopa sana nikijua kwamba mimi nimepewa neema, yani ile nyongeza ya miaka kuishi. Na kweli baada ya hapo nilijiona sasa naanza kushuka kule, natembea. Ilikuwa ni kanjia kangazi, nashuka kabisa. Aliposema nenda duniani, mimi nimekuruhusu nenda, ndio nikawa sasa nashuka natembea. Sasa ile kuja kushuka na naona nimemaliza ngazi, ndio najikuta watu walishajaa nyumba nzima. Ndio naanza kusikia wengine yamefufuka, chama nimeanza kuona, wakati mimi kule nilikuwa ni mzima kabisa. Na nilikuwa siumi, nilikuwa kwenye kesi. Na ile kesi ikaonekana nimesamehewa na Mungu akaniambia. Lakini nilipokuwa sasa nashuka, Mungu aliniambia usiseme chochote mpaka nitakapokupa kibali cha kuanza kusema hivi vitu. Ni kweli nakumbuka kabisa pale ndugu zangu walichukua gari na kunipeleka hospitali, lakini hali yangu ikawa mbaya. Ndio nilianza kuona maumivu ambayo sijawahi ona kwenye maisha yangu. Na wiki mbili walinilaza pale Vwawa, lakini ikawa hakuna damu kupitisha, maana mwili umejaa, hakuna mishipa, wakawa wameniwekea tu ni mashine ambayo ikawa inanisaidia. Lakini baada ya hapo Mungu mwenyewe, madaktari nilitamka na nikasema naomba nirudi nyumbani. Wakaendelea kuniombea. Waliniruhusu. Kwa kweli wana wa Mungu kama nilivyosema walionibeba waliendelea kuniombea. Na mpaka baada ya hapo nilichukua miezi 7 siwezi kuoga. Wananiogesha. Mwili wangu ulirudi kama mara 3. Ngozi ya kwanza, ya pili mpaka ya 3. Na mpaka mwaka mmoja nikawa niko kwenye zoezi, yani kutembea hata siwezi kutembea. Kwa hiyo nataka niseme na wewe mwana wa Mungu kwamba ikiwa ni mzima, hata kama unapita kwenye shida na majaribu, mng'ang'anie Yesu. Pamoja na hivyo unavyoniona leo, amenipa ni neema. Ni neema kabisa. Nimepita kama ni fimbo, naweza nikasema ile fimbo imepita fimbo zote. Kwa sababu mwaka mmoja ulikuwa unatembea, hakuna kuoga, unaanza kulishwa. Yaani hiyo ni jambo ambalo linakuwa ni gumu sana, lakini chanzo najua ni kwa sababu nilikuwa nimemwacha Mungu, nikaenda kwa shetani. Ni rehema za Mungu zikanibeba na kunirudisha. Na maana mimi hata ningekuwa nimekufa kama Mungu asingenisamehe siku ile, basi ningekuwa mimi mtu wa jana. Lakini nashukuriwa Mungu akasema nataka ifanye kazi ya Mungu. Kwa hiyo sasa nafanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ninayofanya ni kuwaombea watakatifu wote walioko duniani. Ndio kazi ya Mungu ambayo nimepewa. Na hata kama niko kanisani, hata kama tuko 2 watatu, mimi nafanyaga maombi ya watakatifu waliopo duniani. Kwa sababu najua kama mimi nilishindwa kwenye yale majaribu, nikamkosea Mungu kwa ajili ya shida. Je, Mungu hawa, japo mimi sasa namshukuru Mungu amenivusha. Yaani kufika hapa nilipo, chakula saizi ninakula. Mavazi nashukuru Mungu, watoto wangu wanavaa na mimi nimeanza na kuvaa.
kwamba binadamu amepita duniani angalau. Kumbuke hapo mwanzo nimesema kuna makanisa mawili, la jehanamu na la mbinguni. Hasa kwa wana wa Mungu ambao wanaendelea kufunga visasi, wanatumia hayo madawa ya kuzuia watoto. Hiki kitu Mungu alisema kwamba hao wote wataenda jehanamu. Ndio la kwanza Mungu aliloniambia kwamba niwaambie watu ambao wanazuia watoto. Yaani wale ni wauaji kama wauaji wengine. Kwa sababu mpango wa uzalishaji ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeweka. Alafu Mungu kaniambia kwamba kwa nini sasa kanisa la Mungu linakuwa dogo? Shetani yeye anadhalisha sana kwenye ufalme wake. Na ndio maana hata wako Mungu wanaotaka kuzaliwa wanakuwa na vita kali sana. Lakini Mungu akasema uwaambie kanisa la Mungu, hao wote ambao wanafanya hivi vitu mbinguni hawawezi kuingia. Mungu aliniambia hicho kitu. Alafu aliniambia kwa habari ya imani kwamba kwa nini wamama tunaendelea kufanyia operation. Nadhani hapo mwanzo nimezungumzia habari ya kwamba mimi watoto wangu wanajifungua pasipo kwenda huko hospitalini. Cha kwanza ni wakati Mungu alinitokea kwa ajili ya kwamba yeye ni Mungu anayeweza. Mungu aliniletea mfano vitoto vidogo, akasema kwamba wamama tunapoenda hospitalini ina maana tunakuwa tumemwacha Mungu nyuma. Aliniambia hicho kitu. Na kwa sababu ya nini operation zimezidi, imani ya kumwamini Mungu imekuwa ndogo sana. Ndio Mungu akanirudisha kwamba zamani watu walikuwa wanazaa, walikuwa wanajifungua salama, na ni Mungu ndiye niliyekuwa ninawasaidia. Kwa hiyo Mungu akaniambia kwamba niwaambie wamama warudi kwa Mungu. Na ndio maana niliwaambia sana, hata ili nilitembea sana kuambia wamama kwamba wamama, Mungu anasema kwamba tunamhaibisha, tumempunguza Mungu, kwamba Mungu hawezi kutusaidia tukajifungua salama. Na ndio maana ninaendelea kung'ang'ana sana, kama nilivyosema kwamba baada ya ushuhuda huo nikazunguka sana kushuhudia, ndio nikawa mjamzito wa watoto wangu mapacha. Na nilisema Mungu, kama uliniambia nikasema na watu, sasa itakuweje mimi sasa kama nitaenda huko? Nilisimama na kweli nikamwona Mungu akatimiza agano lake, nikajifungua watoto wangu mapacha wawili. Mpaka sasa ninavyosema ninao nyumbani na hawana chanjo yoyote na siwapelekaji kuwapima. Lakini watoto ambao sasa Mungu mimi naona wako wazima, wako vizuri kabisa. Kwa hiyo vitu vingine kama nilivyokuambia kwamba ni vigumu, lakini Mungu akikwambia inabidi ukubali hivyo hivyo. Kwa nimekubali kuiangalia imani ya Mungu aliyoniambia inafanya kazi, na iona inafanya kazi pia. Ndio hivyo vitu kwa ajili ya wamama kwamba tunamdhalilisha sana Mungu. Na maana ile operation zinafita kwa sababu tumempunguza Mungu. Hilo ndio jambo la pili ambalo Mungu aliniambia. Na hao wanaozuia watoto huwa ananitokea tu. Kunaweza kukawa jambo linataka kujitokeza, Mungu aliniambia waambie 1 2 3 jambo linakuja. Na kweli nikisema linakuja. Na kama ni la kuomba, naingia kuomba na kufunga. Na mpaka ninavyokuambia kuna wachungaji wengi ambao Mungu akawa amenituma nipeleke ujumbe wakakataa, lakini wamekufa. Yale Mungu aliyoniambia itatokea 1 2 3 baada ya kukataa kusema sio Mungu aliyesema na wewe, hawakumaliza hata miaka, wengine hawakumaliza hata miezi, wakawa wamekufa. Kwa hiyo ninaishi kwenye njia hiyo kumtumikia Mungu, lakini sasa nikimsikiliza Mungu kile anachosema. Na nimeshajitoa kwa Mungu. Nimekutana na upinzani mkubwa sana, hasa hapa nataka nisisitize kwa wale ambao ni manabii wa Mungu original. Nabii wa Mungu original anapingwa sana, lakini wanaokubaliwa ni wale wa ufalme wa pili ambao ni wa shetani. Sasa nataka nikwambie wewe, hata kama unapitia katika mazingira magumu ya Mungu kumwakilisha, wewe nenda naye hivyo hivyo. Yeye Mungu ndiye atakaye kutetea. Kwa sababu anasema sisi ni vyombo tu. Na ukikumbuka Yesu mwenyewe ni nabii mkubwa, walimkataa na ndio kilikuwa chanzo hata cha kumpeleka msalabani. Sasa wewe na mimi ambaye sasa Mungu ameshatumbia roho hiyo ya unabii, tunapopita kwenye changamoto za kukataliwa, naomba sana mwana wa Mungu naye niona na kunitazama. Ninachokwambia ni original. Na nikikwambia kwamba ukitaka kudhibitisha zaidi, ingia ulimwengu wa roho utanikuta huko wa Mungu. Usiingie ulimwengu wa shetani, huku huwezi kunikuta. Ukiingia ulimwengu wa Mungu wa roho utanikuta.
Na hiki kitu ninachokuambia utakiona kwamba kabisa huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo mimi nimepewa hilo jukumu kwanza sana na uchungu kuombea wana wa Mungu waliozaliwa na Mungu. Wana shida za ajabu, wanapata mateso. Lakini pamoja na hayo tumshikilie Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hapa katikati ambapo nimepita changamoto kubwa sana. Kama ninavyosema, roho ya kukataliwa. Na mimi nina ile roho, popote ninapoingia Mungu huwa anasema na mimi. Ambacho kipo mahali hapo kwenye kanisa hilo. Na ikiwa ni mchungaji, namwambia mchungaji, Mungu ameniambia iko 1 2 3. Na ikiwa ni mshirika, namwambia iko 1 2 3. Sasa wachungaji wengi hawakupenda hicho kitu. Kila ninapoenda wakawa wananifukuza. Kila ninapoenda, na Mungu wangu mimi hajawahi nyamaza. Nataka nikwambie mtazamaji, wewe ambaye Mungu amekuumbia kusema, wewe ni kinywa cha Mungu. Yeremia anasema, Yeremia usiseme ni mtoto. Nataka niseme na wewe kabisa, kama Mungu ameweka ile roho ya unabii ya kusema na watu, sema hata kama utapitia wakati mgumu. Kwa hiyo kuna wakati nimekataliwa, nilianza kuabudu na watoto wangu nyumbani. Hata nikijipendekeza vipi kwa mchungaji, ninyenyekee vipi, lakini kwa sababu kuna vitu Mungu ananionyesha, na vile vitu Mungu alishaniambia niseme, nilishaumbiwa kusema. Na nilishakubaliana na matokeo kwamba wenzangu walishatangulia manabii wa zamani. Na nilishajiaminisha kabisa kwamba kwa njia yoyote ile mimi naondoka duniani naenda mbinguni, kwa sababu nimekuja ni ofa ya pili, niko kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo huwa sitazami kwamba huyu ni mtu wa namna gani. Madamu Mungu ameniambia huyu mwambie 1 2 3 wanasema. Na hicho kimenitesa sana kutokupata kibali kwa makanisa. Lakini ainuliwe Mungu, nilipokuwa naendelea kuomba kwamba ambacho kimenipelekea sasa kwenye kanisa hili la wana wa Sayuni, kwa sababu Mungu akawa ameniunganisha na huyu mtumishi Josia Msimu wa Kifambo, na yeye akaniambia endelea kuomba na watoto wako, Yesu akija hapo atakukuta hapo. Ni kweli kama mwaka mzima nikawa naomba na watoto wangu hapo. Na nikiona kiu ya neno imenishika, ikabidi niende NLC. Kwa wale watu waliosema walinibeba wakati wa shida, ndio naenda kule, kwa sababu kule wanakusanya kila mtu yoyote anastahili kusikiliza neno. Kwa hiyo nikawa nasikiliza neno kule. Lakini baadaye nikashangaa kwamba Mungu sasa anasema kwamba nianzishe sasa huduma na mimi niendelee kumtumikia Mungu kwa njia hiyo. Basi ndipo nilipomuomba mtumishi, na nashukuru Mungu mtumishi wala hakukataa. Akanipa kibali hicho. Kwa hiyo naendelea pale kumtumikia Mungu, nina amani zote. Kwa hiyo namtumikia Mungu, namuona Mungu kwa sababu kama nilivyojieleza kwamba nimepewa huduma ya kuhudumia mataifa Tanzania. Hata niko pale, ikiwa niko kwenye madhabahu, mimi shida yangu nasema na Watanzania, najua hata ulimwengu wa roho wanasikia kabisa. Ni maombi yangu, naomba, ni mahubiri, huwa nahubiri mahubiri yanayoenda Tanzania. Ukifika Mlowo tu pale mjini, pana mahali panaitwa Msasani au mtaa wa Duncan. Hapo ukifika, ukiuliza kwa mchungaji Mariam Simkoko ni wapi, niko hapo. Kwa hiyo niko hapo, na ibada zangu mimi nafanya ni Jumatano saa 9 kamili, na ninafanya ibada zangu Ijumaa saa 9 kamili. Yaani nikisema kamili kasoro ile, utakuta niko ibadani. Ninafanya ibada Jumapili kuanzia saa 3 mpaka saa 6. Lakini jioni saa 10 mpaka saa 12 ni kumsifu Mungu na kumwabudu tu. Hizo ibada ambazo ninaendelea nazo pale Mlowo, Duncan, Msasani. Jambo la mwisho ambalo nataka niwaambie hasa wana wa Mungu. Mimi huwa nadili na wana wa Mungu. Kwa sababu ili neno wana wa Mungu, kwa nini nasisitiza? Watu hawajalielewa. Kama Yesu mwenyewe alisema kwamba nyie ni watoto wa Ibilisi, baba yenu ni mwovu tangu zamani, ndio maana mnataka kuniua. Ndio maana mimi nilishajiondoa kwenye kundi hili. Sasa ndio maana nasema na wana wa Mungu kwamba wana wa Mungu tuhakikishe tunamfuata Yesu sawa sawa na anavyotaka. Tuhakikishe tunajitenga na dunia, vile vitu ambavyo vinaweza vikatusababisha tushindwe kukutana na Mungu wetu. Nimezungumzia kwamba Mungu anasema na mwanadamu kila dakika na kila saa. Mungu anazungumza na sisi, na ndio maana anasema hata walio wake siku ya kuja kwake wataisikia sauti.
Haijalishi wamelala mauti, haijalishi wapo duniani wamelala, lakini sauti ya Mungu wataisikia. Kinachosababisha tuteseke ni yale tunapobishana na Mungu wetu. Kila anachotuelekeza tunataka tufanye vya duniani. Tayari pale Mungu anatuacha tunajikuta tumeingia kwenye laana na kwenye mateso ambayo hayawezi kubebeka. Kwa hiyo nawasihi wana wa Mungu ambao mmezaliwa na Mungu, tuendelee kukaa na Mungu na tutamuona Mungu akitutetea sana. Mungu yupo upande wetu. Ikonchina wilanchina ila kunchina makulianchina vishanaye mohunaye iwenaye mahurimanaye iwanda biwanda na korisenye moya